your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania Richard Mtangi anatarajia kupata nafasi ya kupanda ulingoni nchini Ivory Coast pale Abidjan area. Yes, Richard Mtangi kutoka nchini Tanzania atapambana dhidi ya bondia kutoka nchini Ufaransa ambaye anafahamika kwa jina la Kevin Ilele Sadjo, pambano ambalo litakuwa la kusindikiza katika usiku wa Hassan Mwakinyo, ambapo Hassan Mwakinyo tunafahamu pale nchini Ivory Coast apata nafasi ya kupanda ulingoni dhidi ya bondia Solo raia wa Ufaransa. Yes, Hassan Mwakinyo atapata nafasi ya kupanda ulingoni hiyo tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 kucheza pambano la kimataifa litakuwa linawaniwa ubingwa pale nchini Ivory Coast, na pambano hili limeweza kuandaliwa na promotion ya ngumi za kulipwa kutoka nchini Ivory Coast, The Dream Ring. Wao ndio wameweza kuliandaa hilo, wamelipa jina la The Dream One. Yes, Hassan Mwakinyo ndio main card ya usiku huo ambapo atawania ubingwa wa dunia wa IBO dhidi ya bondia Michael Soro raia wa Ufaransa, lakini pia ana uraia pia wa Ivory Coast. Kwa hiyo mambo yatakuwa makubwa kweli. Katika listi ya mabondia ambao nilikwambia wameongezeka katika safari ya Hassan Mwakinyo pale nchini Ivory Coast ni hii ya Richard Mtangi pamoja na Amir Rashid Matumla. Tuitazame sasa rekodi ya Richard Mtangi lakini pia tutaenda kuangalia tutatazama rekodi ya mpinzani wake tuone kama katika usiku wa kimataifa kwa mabondia wetu wa Tanzania wataweza kupata matokeo ya ushindi au mambo yatakuwaje. Sasa tuanze kwa rekodi ya Richard Mtangi, halafu baada hapo tutaenda kumwangalia mpinzani wake ambaye anakutana naye mambo yakoje. Yes, Richard Mtangi kwa sasa yuko katika uzito wa kati na ndio bondia namba 1 nchini Tanzania kati ya mabondia 44. Kidunia anashika nafasi ya 29 kati ya mabondia 1992. Richard Mtangi ana hadhi ya nyota 3.5 akiwa na jumla ya mapambano 19, ameshinda 17, amepoteza 1 na kutoa sare pambano 1, na tukamshuhudia kwa mara ya mwisho akiweza kutetea ubingwa wake wa WBO Africa pale Ubungo jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa soko la kimataifa, ambapo alipata matokeo ya ushindi wa technical knockout raundi ya 7 katika raundi 10 ambazo zilipangwa dhidi ya bondia Michael Ikechukwu, bondia kutoka nchini Nigeria. Yes, kwa mujibu wa Boxrec, Richard Mtangi hajawahi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kucheza pambano lolote, labda iwe tu katika hali ya kutembea, lakini hili la Ivory Coast ndio kwa mara yake ya kwanza anapata nafasi ya kwenda kucheza nje ya ardhi ya Tanzania. Naam, tangu aanze career yake ya boxing mwaka 2021. Mafanikio ambayo ameyapata ndio hayo ya kutoa ubingwa wa WBO Africa, ambapo mwaka 2025 tulishuhudia tarehe 31 alipata ubingwa huo dhidi ya bondia Habib Kihende, na ameweza kutetea ubingwa huo dhidi ya bondia kutoka nchini Nigeria Michael Ikechukwu. Huyu ndio Richard Mtangi ambaye anaenda kucheza na bondia Calvin. Yes, tuitazame rekodi ya Calvin ambaye ndio mpinzani wa Richard Mtangi na tuone mambo yatakuwaje. Kwenye super middle, Calvin Ilele, huyo mpinzani wa Richard Mtangi pale nchini Ivory Coast, ni bondia mwenye hadhi ya nyota 5 kwenye super middle. Anashika nafasi ya 9 kidunia kati ya mabondia 1787, na pale nchini Ufaransa anashika nafasi ya 2 kati ya mabondia 38. Ana jumla mapambano 29, ameshinda 28, amepoteza 1 akiwa hana sare hata moja. Yes, anakuja kucheza Ivory Coast dhidi ya Richard Mtangi akiwa na rekodi ya kucheza mapambano mawili kwa mwaka huu 2026, ambapo mwezi wa pili alicheza pale nchini Ufaransa akawa ameshinda kwa technical knockout kwenye raundi ya pili, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 10 dhidi ya bondia Pierrick Arbets. Lakini pia akaja kucheza mwezi wa 3 tarehe 27 mwaka 2026 dhidi Ala Muhammad pale nchini Ufaransa na akapata matokeo technical knockout kwenye raundi ya 8, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 12. Huyu ni bingwa wa WBO kwenye Intercontinental kwenye super middle, ambapo hapa aliutoa mwaka 2023 na akawa ameweza kuutetea mwaka 2023 mwezi wa 5 na kucheza mwezi wa 12. Na kwenye mapambano haya aliweza kupata matokeo ya technical knockout raundi ya 7, akatoa ubingwa wa WBO, akashinda tena kwa technical knockout kwenye raundi ya 4, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 12 pale nchini Ufaransa. Lakini pia ni bingwa wa UBU, yani European Super kwenye middleweight, ameshinda na kutetea mara kadhaa. Yes, career yake boxing ameanza mwaka 2017. Katika hali ya kawaida na rekodi ambayo imejionyesha, ni mtu mwenye mafanikio
mafanikio kweli kweli. Amecheza katika mataifa mbalimbali, ukiachana na nchini Faransa, amecheza nchini Ghana, amecheza katika taifa la Benin, amecheza Australia, amecheza nchini Uingereza, pale Manchester, amecheza nchini Marekani na sasa anakuja kucheza nchini Ivory Coast dhidi ya Richard Mtangi. Yes, pambano la Richard Mtangi dhidi ya Kevin Lelele Sergio litapigwa round 10. Kwa rekodi hizi chache ambazo nimekusogezea, wewe kwa upande wako unampa nani nafasi ya kuweza kupata matokeo ya ushindi endapo wakali hawa wawili watakutana? Je, Richard Mtangi atatoboa kwa mwamba huyu mwenye hadhi ya nyota 5 na rekodi ya kutisha kutoka nchini Ufaransa? Tukutane kwenye comment. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.